anafahamika kama ndugu Ahmadi, ni katibu wa kitengo cha maafa. Kwa hiyo sasa hizi unajua tunapokuwa tunapata shida zile au tumefikwa labda na misiba na vitu kama hivyo, tunamtarajia kwa tunampata ndugu Ahmadi au Madi akiwa anakuja na fungu la kumwezesha mtu kuweza kumfanyia wepesi katika magumu ambayo anayapitia kwa muda huo. Kwa hiyo Madi sasa hizi anaenda kama katibu mkuu wa kitengo cha maafa kwa upande wa wasanii, na hii inakava kutoka wizarani kuja shirikisho la muziki nchini Tanzania. Tumepata katibu mkuu wa kitengo cha maafa kwa upande wa wasanii. Umeelewa vizuri? Na hiyo katika wasanii inakava kuanzia wasanii wa muziki mpaka bongo movie. Kwa hiyo tupo naye ndugu yetu ndugu Ahmadi. Kwa hiyo mtu unapokuwa unapatwa msiba au maafa, majanga yoyote, mtu akuhusiana naye hivi sasa ni Ahmadi, unakuwa unapata msaada ambao unaweza kupelekea jambo likawa jepesi kwa. Tumemwona alivyohudhuria juzi katika msiba ndugu yetu Spark, Mwenyezi Mungu amrehemu. Tumemwona jana katika kupumzisha babake na Juma Nature kule Temeke akifikisha mzigo. Ni mtu ambaye akipewa mzigo anafikisha kama alivyoupokea. Huwa haulizii hela ya kutolea, haulizii hela ya nauli. Anafikisha kama ulivyotoka. Yaani kama ukimpa milioni 10, yeye atatafuta nauli ya kufikisha milioni 10 iwe cash. Sio atoe mule nauli. Kwa hiyo kwa sababu hizo za msingi amekuwa rasmi katibu wa kitengo cha maafa kwa upande wa wasanii, na hiyo ni kwa wasanii wa muziki na bongo movie. Leo nafasi ya kuhudhuria katika uongozi wa hafla ya tawi la upande wa Dodoma, ukiwa kama mwenyekiti lakini pamoja na wasanii kushiriki katika jukwaa hili la wanamitandao kanda ya kati, kwako unalizungumziaje? Naona ni hatua kubwa kwa sababu chochote kikiwekwa rasmi kinakuwa na userious, kinakuwa na uprofessional ndani yake, na hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na kiburi cha kudharau kitu ambacho kimejiandaa, kwa sababu hata fursa yenyewe humbeba aliyejiandaa. Kwa hiyo tayari naona namna ambavyo Jumikita walivyojiandaa kwa hii fursa iweze kuwabeba katika namna nyingi, na tumemsikia waziri pale. Moja ya maelezo mwenyekiti wenu hapo anasema kwamba nyinyi watu wa Jumikita mko mnaongoza kwa kutokualikwa katika fursa muhimu. Matukio muhimu mengi ya kiserikali imekuwa hamwaliko, lakini safari tumeona kesho tu mna zaidi ya watu 30 wamealikwa kutoka kwenu, na bado mna kazi ya kufanya coverage ya hizi habari kwa siku 3-4 mbele baada ya kesho. Hii ni hatua kubwa sana. Hatua nyingine kubwa ambayo nimeiona sio tu mchango wa kifedha mlopata, hata kitendo cha serikali kuamua tu itawalipia internet yenu ya mwaka mzima au miaka yote kwa kadri ambavyo mtakuwa mkihudumu katika jengo hili. Nafikiri mmependelewa sana. Niwahakikishie sisi ni shirikisho la muziki hatujafanikiwa kupata hata japo robo ya mashavu ambayo mmepata nyinyi. Nyinyi mmeahidiwa mpaka kuna ofisi mtapewa mtumba, nyinyi mmeahidiwa mpaka nafasi idara ya maelezo pale mkafanya shughuli zenu. Sisi bado. Kwa hiyo mmependelewa, mmependwa sana. Itazameni hii kama fursa ya kipekee na muweze kufanya mambo kama ambavyo kwa weledi na kama ambavyo tumekubaliana. Filikio, wakati mmekaa hapa kwa mradhi kidogo, wakati mmekaa na mheshimiwa waziri mkawa mna discuss kuhusiana na sanaa ya sasa na sanaa ambayo nyinyi mko mnaifanya kwa kutunza maadili. Hata kwenye speech yake pia aliweza kuzungumza kwamba kupitia neno lako kwamba nyimbo za sasa hivi sio tu za mapenzi bali zinahamasisha ngono sio za mapenzi. Nataka kupata uchambuzi wako wa kina, pengine unaona kwenye tuzo za sasa hivi wasanii kitu gani ambacho wanakikosea ndio maana unahisi bwana nyinyi mnaelekeza ngono na sio mapenzi kama zamani? Kwanza kabisa tunaita nyimbo za ngono sio za mapenzi kwa sababu ukizisikiliza sio nyimbo za mapenzi, wanaongelea ngono. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tunaita nyimbo za ngono sio za mapenzi. Hatuna shida na nyimbo za mapenzi, tuna shida na nyimbo ambazo zinahamasisha ngono. Ni nyimbo ambazo zinakusababisha unakuwa uncomfortable wewe kama mzazi. Mimi ni baba na familia, na mimi nimemisi muziki ambao nakaa na familia yangu tunasikiliza vizuri pasina kuogopa kwamba kuna neno lolote ambalo litatoka ambalo litaharibu utaratibu au hali ya hewa ya nyumbani. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo muziki wa siku hizi unakuwa hauna guarantee. Kitu ambacho unachokisikiza kinafaa kusikiza wewe na mama yako, wewe na mkeo, wewe na mtoto. Unakosa hicho kitu. Na tunakosa hicho kitu kwa sababu wengi wamekuwa kifocus kutengeneza muziki ya kuhamasisha ngono, sio mapenzi. Sijui unaelewa vizuri. Na ninasema muziki ya kuhamasisha ngono kwa sababu nakuruhusu wewe uende ukasikilize mwenyewe. Uniambie ulichosikia ni love song
au ni ngoma ambayo inakusababisha ujisikie kuwa nasty, vitu ambavyo ni nayo ni sanaa, hatukatai, lakini nafikiri ina muda wake, labda ichezwe usiku, lakini pia sioni kama kuna tija kwenye yenyewe kuwa mingi. Yani kwa hiyo kama tunakuwa tuna soko letu liko oversaturated na muziki ambayo inahamasisha ngono, na maana sisi ndio kitu ambacho tunapenda, na kitu kibao huko, vitu vyote hiyo ambayo inahamasisha ngono imeonekana kuwa inafanya vizuri, na ndo muziki namba 1 huko. Kwa hiyo ina maana tuna taifa la watu ambao wanataka kusikia ngono zinafanywaje na vitu kama hivyo. Hii ni aibu kwa taifa. Tuamke mapema hivi sasa, tunapokuwa tunaenda kuangalia tunapambana vipi na swala la mmomonyoko wa maadili, tuangalie pia na aina ya maudhui ambayo tunalishwa au tunawalisha wanajamii sisi kama fanani na wao kama hadhira. Sasa online media tumekuwa mara kadhaa tunahudhuria sana kwenye event na matukio ya wasanii. Kwa mara ya kwanza Dodoma, Jumikita imesababisha wasanii kuhudhuria katika tukio la kuzinduliwa ofisi ya wanahabari. Huo ni umoja sasa hivi, na sisi hapa tulikuwa hapa wote ni online media FDQ. Ni vipi ambavyo wewe utakuwa unalinda respect online media in case online yote ambaye atakufuata mkubwa FDQ tufanye jambo kiongozi, pengine na uhafifu wa vifaa na nini, lakini tukifanya vitu kwa usahihi kama vile ambavyo mna respect mainstream. Online media kama nilivyowaambia, mmepata bahati kubwa, mnakopesheka, wanatengeneza mazingira kwamba nyinyi mpate mikopo ya bila riba, na nyinyi mmejipata kwa ufupi. Na niwape tu habari ambayo pengine hamuijui kabisa. Aliyopo hapa mbele yenu ndo mwanzilishi wa online media Tanzania, ndugu FDQ, the first online TV, Cheusdawa TV 2009. Asanteni ndugu waandishi. Kwenye nafasi ya muziki, tunasema kwamba siku hizi taarifa ziko kiganjani, kwa maana kwamba mnachokiandika nyinyi tunakipata sisi katika simu zetu, tunapata katika laptops na vitu vingine. Siku hizi tukitoa muziki hatusumbuki kama zamani. Zamani ningetoa ngoma mpya nazunguka katika hizi media houses na CD zangu, DVD zangu, kuwasambazia video, kuwasambazia muziki. Sasa hivi nikitoa muziki naweka katika page zangu za social media, na nyingine zinaenda katika DSP ambazo ni digital streaming platform, na ma DJ ambao nina email zao nitawaforwardia ile link, wengine wanaenda kuchota kwa kupitia YouTube na kwingineko. Kwa hiyo tumepata mitandao imekuja na imetupa fursa na kutupunguzia ule usumbufu wa kuwa tunazurura unaenda sehemu upokelewi au ufunguliwi milango tu. Content yangu iko hapa, utaitumia ukijisikia, na tunapata hiyo jeuri kwa sababu ya nyinyi watu wa online media. Utachukua wewe video yangu utaiposti pale, mimi nitafika huko, sijui mnaelewa vizuri. Kwa hiyo siku hizi tumeondoka katika ule ukiritimba au ile shida au ile fedheha ya kwenda kujipendekeza kwa DJ na wengineo lazima kucheze. Tunabaki mtandaoni na tunasogea vizuri, umeelewa? Kwa hiyo kuna mmoja wa wawezeshaji pale alisema kwamba mainstream media inaenda inakufa, online media inakuja juu. Truth is mainstream media haiwezi kufa. Haiwezi kufa kwa sababu ya ukienda kucheki takwimu za Watanzania wangapi ambao wanatumia internet au mitandao ya kijamii, utaelewa kwa nini mainstream media bado iko hai. Sawa isipokuwa mijini mainstream media inaenda nakosa mvuto. Mijini, urban, umeelewa vizuri? Yani kama town huku watu wengi wanatumia mitandao, internet, kwa hiyo wanaenda wanaachana na kusikiliza radio na TV na vitu kama hivyo. Lakini mainstream media haiwezi kufa, ipo. Na kwa nini nasema haiwezi kufa na ipo? Ukienda nchi kama Uingereza, bado magazeti paka kesho yana nguvu. Wana culture yao ya kuthamini magazeti na vichwa vya habari. Wana kitu chao kinaitwa British Press. British Press ikikuchukia unaanguka kesho yake. Umeelewa vizuri? Watu kama wale kina Piers Morgan wale wako kukuchukia, wanakuharibia image yako na hamna mtu ambaye anakuthamini kwanza siku hiyo. British Press ina uwezo kumtengeneza mtu overnight na ikamuondoa mtu overnight. Sijui umeelewa vizuri? Hiyo inaenda way back kwa stories za kina Princess Diana na wengineo huko nyuma. Kwa hiyo lakini utaona nchi kama ile ambayo mitandao kama internet na vitu vingine vimefika mapema, bado wanasikiza radio, wanatazama TV zao na wanasoma magazeti yao, lakini bado pia online media zina power. Kwa hiyo ni mgawanyo tu, inategemea na ubunifu na aina ya maudhui ambayo watu wanakuwa wanayapushi zaidi. Na online media nguvu yake ipo katika kutoa maudhui haraka. Unlike zamani tunafanya interview hivi sasa, hii interview inaruka kesho au wiki ijayo. Sasa hizi tunaweza tuko live hivi sasa na watu wanaona tunachoongea hivi sasa. Mlikuwa mnaongea yote yashapanda sasa. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo nguvu ya online ipo hapo na ni nguvu ya pekee
ndio tunaita soft power hiyo, na taarifa ni nguvu. Nguvu mko nayo, tuitumie vyema jamani. Asanteni sana.